Tunda la 9 ni tunda la utakatifu wa kweli. Utakatifu wa kweli, yani kweli ya Mungu, inaitwa kweli ya Mungu. Hii naisoma katika Efeso 4:24. Kitabu kile cha Efeso 4:24. Naona pale maandiko yanasema mkavae utu mpya ulioumbwa katika Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Kavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Hilo ni tunda la utakatifu wa kweli. Na pia ukisoma kitabu cha Zaburi 52:3 unaona kuhusu hiyo habari pia ya utakatifu. Zaburi 52 ule mstari wa 3 pia utaona hapo, na Biblia nasema umependa mabaya kuliko mema na uongo kuliko kusema kweli. Sasa hiyo ni tunda la kweli, tunda la utakatifu wa kweli. Na Mathayo 24:24 pia utaona hapo inazungumzia hivyo. Katika nyakati tulizo nazo kuna utakatifu, lakini utakatifu mwingi, aina nyingi, unakuta watu hawana utakatifu wa kweli. Watu hawana utakatifu wa kweli. Sasa katika ile njia au naposema kwenda mbinguni, tunahitaji kuwa na utakatifu wa kweli, utakatifu wa wazi wa kweli, kuvua utu wa kale, kuvaa utu mpya. Utakatifu. Mkristo wako makristo na manabii wa uongo. Makristo ni washirika ambao hawana utakatifu wa kweli, ambao pia hawa sio wakristo wa kweli, sio watakatifu wa kweli, yani ni wa mchongo wa uongo wa ujanja. Sasa wokovu unahitaji uwe mtu wa kweli. Kama unamaanisha kabisa na unahitaji kuona nguvu za Mungu, unahitaji kuziona baraka za Mungu, unahitaji kufunguliwa, basi hakikisha utakatifu wako ni utakatifu wa kweli, na umemaanisha kwamba unamtafuta Mungu, unampenda Mungu, uko na Bwana Yesu katika kweli. Yesu akasema watu hawa wananikiri midomoni mwao bure, lakini mioyoni mwao wako mbali na mimi. Yani utakiwi kuwa mdomoni namtaja Yesu, moyoni unataja bongo flava. Mdomoni namtaja Yesu, moyoni unataja sijui nini na nini. Moyoni umehifadhi madudu, matakataka, na matendo yako pia haendani na wokovu wako. Hiyo ndiyo changamoto wengi. Kwa nini shetani ana uwezo wa kuwazuia hata kama umeokoka na kuroga vizuri? Kwa sababu una utakatifu wa kweli, una kweli ya Mungu ndani yako. Kuna sehemu Biblia inasema vaeni kweli, kweli unani mwenu, bidii ya haki kifuani. Ukweli na utakatifu huwa ni vitu vinavyoendana na ibada zako, maisha yako, utakatifu wako, imani yako. Kaa katika imani ya kweli. Biblia inasema Yohana 8:44, kwa sababu inazungumzia kwamba Ibilisi ndio baba uongo, na hao wanaopenda wako pamoja, ni watoto wa Ibilisi. Yesu anasema nini? Wa baba yenu Ibilisi, kwa sababu toka mwanzo akasema kweli, yeye ni baba wa uongo, na afanyapo uongo usema yake kutoka Mungu. Na nyakati hizi kuna imani za uongo potofu nyingi sana, na nabii, mtume, mchungaji, injilisti, kila sekta, walimu, mshirika, mwana maombi wa uongo, mwongoza ibada wa uongo, Mkristo mshirika wa uongo, shemasi wa uongo, mzee wa kanisa wa uongo, katibu wa uongo. Yani hivyo kila sehemu uongo umetawala. Utakatifu wa watu hawana utakatifu wa kweli. Sasa hii huwa inazuia watu kwenda huko katika raha milele, na ndio maana wanahitaji kuwa na tunda la utakatifu wa kweli. Naposema kweli, kweli kae moyoni mwako na useme kweli katika roho na kweli. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana 4:24, inasema Mungu ni roho, nao wamwabudu halisi watamwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, na wamwabudu watamwabudu katika roho na kweli. Wana wa Mungu wamevaa
ule mwili wa Kristo ambao yeye sio kigeugeu, habadiliki, asemi ndio na hapana hapo hapo. Ndio yake ni ndio, hapana yake ni hapana. Ni vizuri ukajiuliza kwamba wokovu wako ukoje, maisha yako yakoje, ukristo wako ukoje. Wewe ni Mkristo jina, una dini tu ila huna wokovu? Wewe ni mtu ambaye una dini ila huna Yesu? Una imani kali ila huna Yesu? Yesu amesema mimi ndimi njia, kweli na uzima, mtu haji kwa Baba pasipokuwa kwa njia mimi. Huwezi kwenda paradiso au sehemu ya laana fulani mbinguni bila kupitia Yesu, kuwa na Yesu vizuri moyoni mwako. Kwa hiyo swala la wokovu linahitaji uamuzi wako wewe. Kuna sehemu pia akasema mtu akitaka kunifuata sharti ajikane, ajitwishe msalaba wake anifuate. Mtu akimpenda Baba, akimpenda kuliko mimi, akiwapenda watoto, naam hata nafsi yake mwenyewe, asipojikana, huyu hastahili kwa mwanafunzi wangu. Wokovu wa kweli unahitaji kujikana, unahitaji kujikana haswa, na unahitaji kuwa mtu wa tofauti. Unahitaji kuwa mtu wa tofauti na ulimwengu, uende kinyume na ulimwengu na dunia inavyotaka, anasa za dunia na maisha ya dunia na raha na starehe za dunia. Wokovu wa kweli unaenda kinyume na hizo starehe za dunia na maisha ya kidunia. Kwa hiyo utakatifu na kweli. Sasa hili shetani anafuata watu wanafanya dhambi kila sehemu. Ukweli mdomoni haupo, ukweli kwenye simu haupo, ukweli kwenye kuongea haupo. Ukweli ni rahisi mtu kupiga simu sema niko sehemu fulani wakati yuko sehemu fulani, nafanya hiki wakati anafanya kitu kingine. Yaani ni rahisi kudanganya na akifikiri kwamba ni kawaida, lakini Yesu anasema kwamba kila neno atakalolinena mwanadamu atakuja kulitolea hesabu. Jifunze kuwa mkweli na kusema kweli, na utakatifu wako utakatifu wa kweli. Siku zote sema kweli, haijalishi ni mazingira gani yamekubana ufanye nini, wakati gani na muda gani unataka ufanye nini, lakini ukweli usiufiche. Sema kweli mbele za Mungu, sema kweli mbele ya wanadamu, sema kweli unapoingia na kutoka kazini, wapo nyumbani, wapo kwenye familia, kwenye ndoa, wapo kwenye mahusiano, wapo kwenye popote, kwenye elimu, darasani, wapi popote, kuwa mkweli, sema kweli. Na wewe kwenye kazi yako yote pale, kuwa mkweli na useme kweli, na hiyo itakusaidia kumuona Mungu. Pia tunda la kumi inaitwa maombi na sala. Tunda la maombi na sala, kitabu cha Marko 14 mstari wa 38. Marko 14 mstari wa 38. Na hapo maandiko yanasema vizuri kuhusu maombi na sala, lakini Yesu kuna vitu alikazia sana kuhusu maombi. Alizungumza akasema inapaswa kumwomba Mungu siku zote wala asikate tamaa. Alitolea mfano wa kazi, kuomba Mungu mara kwa mara wala asikate tamaa. Kazi alikuwa akidai yule mwanamke, alikuwa akidai haki yake kwa kazi za Rimi, ambao alikuwa si mcha Mungu wala ajali watu. Lakini sasa hii Marko 14 mstari wa 38, Biblia inasema hivi, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, roho hii lazi ila mwili ni dhaifu. Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, roho hii lazi ila mwili ni dhaifu. Kwa maana nyingine ni kwamba kuna majaribu mengine yanakuja kwa sababu huombi, na mengine yanakupata kwa sababu huombi. Na majaribu unaweza wewe ukayaepuka, unaweza ukayashinda kwa maombi, unaweza ukayazuia kwa maombi. Kuna sehemu Yesu amesema ombeni kwamba msije mkaingia majaribuni. Thesalonike wa kwanza 5:7 pia nayo inazungumza mambo hayo. Ukisoma hiyo Thesalonike, maombi na sala, Biblia zinazungumza vitu hivyo. Thesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7, maandiko yanasema kwamba maana walalao usingizi hulala usiku, pia na wale wao hulewa usiku. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivuka kifuani imani na upendo, na chepeo yetu iwe tumaini la wokovu. Maana walalao usingizi hulala usiku, na wale wao hulewa usiku.
Kwenye usingizi ndipo adui anapopanda magugu. Kuna visa kadhaa. Yesu akasema mtu mmoja alikwenda kupanda mbegu, lakini walipopanda zile mbegu kondeni zikaota mbegu za ngano, zikaota baadaye. Baada ya usingizi kulala, usiku ulipofika, wanaamka siku ya pili, wanakuta ndani ya ngano kumeota na magugu, kwa sababu walilala usingizi. Lakini pia kuna yule mwanamke ambaye alikuwa akidai haki yake. Kati yeye na mwanamke nzio walijifungua wawili, mmoja yeye akalala usingizi, akamlalia mtoto wake, mtoto akafa. Baadaye akaamka, akaenda kumbadilisha mtoto wake, akachukua mtoto wa jirani yake, rafiki yake, ndugu yake, akamweka kwake, na yule aliyekufa kwake akambambikizia mwenzie. Lakini Mfalme Sulemani akaenda kuhukumu hilo swala, na ikaonekana kwamba huyu ambaye alikuwa na mtoto mzima ndio alikuwa na mtoto yule aliyekufa. Lakini kwa nini alibadilisha? Kwa sababu yule aliyekuwa na mtoto aliye hai alilala usingizi, kwa hiyo mtoto wake akabadilishwa. Hata wakati anabadilishwa, yule mtoto hakushtuka kwamba kuna kitu kinafanyika. Lakini haya yote ni kwa sababu gani? Huyu aliua mtoto wake kwa sababu ya usingizi, alimlalia. Lakini huyu pia aliweza kubadilishiwa mtoto, akapewa mtoto mfu kwa sababu ya alilala usingizi, hakushtuka. Kwa hiyo kuna yule ambaye anaharibu vitu vyake yeye mwenyewe kwa sababu haombi, anaingia kwenye changamoto sababu ni yeye mwenyewe kwa sababu haombi. Kuna majaribu yanakuja kwa mujibu wa tamaa zako, au kwa mujibu wa kutokujua neno, kutokuomba. Kuna majaribu mengine yanakuja kwa mujibu wa wewe mwenyewe, yani unajijaribu wewe mwenyewe kwa sababu ya huombi. Na huyu aliyebadilishiwa alilala, ila alikuwa na mtoto hai. Kwa hiyo kumbuka kwamba shetani anajua kwamba, au maadui wanajua kwamba ndoa yako wewe ni salama, ndoa yako ni nzuri. Wanajua kwamba biashara zako wewe zinaenda, kazi zako zinaenda, una afya nzuri, una maisha mazuri. Wanakinyemelea iko ulichonacho, wananyemelea iko ulichonacho. Sasa na wewe ukilala usingizi tu kidogo, wanachukua. Ndio pale unakuta ndoa imeibiwa. Sijui mwanaume tayari amebadilika siku hizi, hakujali tena kusikiliza tena. Mwanamke amebadilika, hajali tena asikilize tena. Unakuta afya imebadilika tayari, tena imekuwa mwiba, mara hii, mara malaria, mara UTI, mara fungus, mara sijui vidonda vya tumbo, mara hiki. Hayo yote ni mapando ya adui. Una sehemu yawezekano ulijisahau, akaja akakupandia mapando ya kwa sababu ya kutokuomba. Kama huombi, manake nini? Adui anaweza kupanda, na unaweza kaua familia yako wewe mwenyewe, ukaua ndoa yako mwenyewe, ukaua uchumi wako wewe mwenyewe, unaweza ukaharibu afya yako wewe mwenyewe, kama yule mwanamke alivyokuwa amelala akamlalia mwanae mwenyewe aliyemzaa. Manake usingizi usababisha auwe mtoto wake, na leo usingizi unakusababisha uwe biashara, kwa sababu una tamaa ya usingizi, unapenda usingizi, unapenda kulala, hutaki kufanya kazi. Sasa mazingira kama hayo, tunda la maombi na sala, kule mbinguni wengi watu ambao sio waombaji pia. Yani wewe hata kuomba mshini, kumtafuta Mungu unabali na sala yenyewe, wewe mbaki tu, hata kuombea chakula uwezi. Yani umebaki kwamba ni madam tu upo, ngao upo, unategemea maombi ya manabii, mitume, unategemea vitambaa vya upako, sijui mafuta, sijui chumvi, sijui pilipili za upako, sijui ndimu za upako, unategemea zabibu za upako. Hizo hazitakufikisha popote. Unachotakiwa ni kuomba. Ukiomba hilo jaribu linaondoka, ukiomba hilo tatizo linaondoka, ukiomba ugonjwa utaondoka, ukiomba hiyo kukataliwa kutaondoka, ukiomba hiyo nguvu inayokusumbua, nguvu za giza zitaondoka, zinazokutia giza usionekane kwenye biashara zako. Una vyeti lakini huajiriwi, una kila sifa lakini huajiriwi, ufiki mbali, ufanye kitu cha maana, kazi narudishwa nyuma, chote unachokifanya hakifiki mbali, kwa sababu kuna giza limetanda kwenye maisha yako, kuna giza limetanda kwenye nafsi yako, kwa sababu pia ya kutokuomba. Omba. Biblia inasema Yakobo 5:17, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe na mvua ikanyesha. Pia akaomba kwa bidii mvua inyeshe na mvua ikanyesha. Na Yesu akasema, nimewapa funguo, nakupa funguo, wewe ndio Petro, juu ya mambo huu nalijenga kanisa, wala malango ya kuzimu hayatalishinda.
Kuzimu, falme zote za shetani huwa zinatumia sehemu penye ufa, penye mwanya. Huwa haziji tu kufanya vita kama uko vizuri, uko strong pande zote. Lakini ile tunda la maombi na sala lisipokuwepo kwako, manake unalala usingizi, na ukishalala usingizi nini kinatokea? Manake unaingia majaribuni. Unaingia majaribuni, unaingia kwenye mambo ya uzima wa sharati na uchafu, kwa sababu huombi. Unaandama na madhambi mengine, maovu mengi, kwa sababu huombi. Ukiomba yataondoka, ukiang'oa yatang'oka, ukiakataa yatakatalika. Kwani kama kwa shetani wanaweza kusema kitu kikatokea, wewe na Yesu, kwa nini usiamuru vitu vitokee? Kwa nini usivikatae vikakuachia? Mbaki tu mapepo mara kwa mara, unaharibiwa na mapepo mara kwa mara, shambuliwa na mapepo mara kwa mara, na kuomba huombi. Jitahidi mtu wa Mungu, manake moja tunda la mtu uzima ni maombi na sala. Maombi na sala. Timotheo pia wa kwanza 5:5. Timotheo wa kwanza sura 5 mstari wa 5. Biblia inasemaje hapo? Inasema hivi: basi yeye aliye hiyo kitabu cha Timotheo wa kwanza unaweza ukasoma, au Thesalonike wa kwanza 5:5. Unaweza ukasoma hiyo, na Yakobo 5:17 na Mithali 15:29. Unaweza ukasoma hiyo. Zote zina maana nzuri. Lakini pia tunda la 11. Tunda la 11 ni tunda la mawazo ya moyo. Tunda la mawazo ya moyo. Yeremia 17:9. Ukisoma hapo utaona pia kuna kitu moyo inazungumza. Moyo huwa mdanganyifu na una ugonjwa wa kufisha. Kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 19, mstari wa 9, Biblia inasema ule mstari wa 9, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Moyo huwa mdanganyifu na una ugonjwa wa kufisha. Lakini Naumu 1:9 pia, soma kitabu cha Naumu 1:9, pia kuna vitu maandiko yanazungumzia hapo. Kitabu cha Naumu 1:9 inasema, nawaza nini juu ya Bwana? Lakini mawazo, tunda la mawazo ya moyo, mawazo, fikra, au tunda la fikra, tunda la fikra. Kisoma hiyo pia inazungumzia kuhusu mawazo ya moyo. Mawazo ya moyo. Nahumu, tukio jua kwamba Naumu 1:9 maandiko yanasemaje? Biblia inasema hivi katika Naumu 1 mstari ule wa 9, inasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso, yatainuka mara ya pili. Kwa maana angawa kama miba iliyotatana na kunywesha kana kwamba ni kama kunywa kwao, wataliwa kabisa kama mabua makavu. Unawaza nini juu ya Bwana? Ingawa maadui wamekuzunguka, ingawa unapitia hali fulani, matatizo fulani, changamoto fulani, lakini unawaza nini? Mawazo yako yanawaza nini? Yanawaza nini juu ya Bwana? Kile unachokiwaza. Mawazo ya moyo ni moja ya tunda, na ufalme wa Mungu ni ufalme ambao Mungu anaangalia unawaza nini. Kumcha Bwana, unamcha Bwana, mawazo yako yanamcha Bwana, mawazo yako yanamtukuza Mungu, yanamheshimu Mungu. Kuna jambo gani ambalo ndani yako linafanya kwamba mawazo yako yawe kinyume na mapenzi ya Mungu? Unawaza nini? Hata sasa unawaza nini? Kuna wengine wanaambiwa na shetani kwamba wewe huwezi kwenda mbinguni, wewe mwovu, wewe sijui hivi na hivi. Vipepo vinapiga kelele kwamba wewe 1 2 3, wewe utapona, wewe utakuwa hivi na hivi. Kuna mapepo kabisa yanaleta mawazo kwenye vichwa vyako, kwenye kichwa chako, kwamba wewe ni wa hivi, wewe ni wa hivi. Je, unasikiliza mawazo hayo au unasikiliza mawazo ya Mungu, kusudi la Mungu? Mungu anasema nini kwako?
unasikiliza maneno ya binadamu au maneno ya Mungu? Mungu anazungumza nini juu ya hatima yako wewe? Anasema nini? Kuna mapepo machongezi, yapo machongezi na yenye fitina, mapepo ya kijicho ambayo yenyewe hataki kuona na wazo mazuri. Lakini hii naumu pia Zaburi 139 mstari wa 22 nasema, na wachukia kwa ukomo wa chuki, wamekuwa adui kwangu. Na 23 inasema, Mungu unichunguze ujue moyo wangu, unijaribu yajue mawazo yangu. Mungu nichunguze ujue moyo wangu, unijaribu yajue mawazo yangu. Mungu achunguze. Mtunga Zaburi anasema, Mungu nichunguze ujue moyo wangu, unijaribu yajue mawazo yangu. Wakati mwingine Mungu anaangalia, je, mtu huyu mdomoni ananisikiri, lakini moyoni mwake mbona anaona kitu tofauti? Kwa hiyo anakuchunguza na anakujaribu. Anasema unijaribu ujue mawazo yangu. Kitu kidogo tu unasema Mungu ameniacha, Mungu hayupo, Mungu na 1 2 3, Mungu mbona kama haoni, kama asikii. Kwa hiyo unakuta kwamba umejaribiwa kwa mawazo yako wewe mwenyewe, na unajikuta unaingia kwenye jaribu. Kiburi, Mithali 16 mstari wa 18 anasema, kiburi utangulia uangamivu, na roho yenye kutakabali utangulia maanguko. Moyo wenye kutakabali utangulia maanguko. Unaanza kuhesabu, toka nimeokoka, mbona sijaona hiki, mbona wengine wanafanywa sijafanywa. Moyo wa kutakabali, yani moyo wa kuhesabu yale uliyotendewa, kuhesabu na kufananisha, yani kwamba unalinganisha wokovu wako na miujiza, na unalinganisha na wale manabii waongo wanaoenda kule kupokea gari, anapokea gari. Sijifanya, unaanza kulinganisha. Mungu anaangalia sasa moyo wenye kutakabali, moyo wenye kutakabali. Huo ni changamoto, ni tatizo. Roho ya kutakabali utangulia maanguko. Ukishaanza kusema Mungu hivi yupo au kuna nini, au ameniacha, au anisikii, anijibu, anioni. Wengine mbona wanaona, wengine wanafanikiwa, mimi sifanikiwi, wengine hivi. Kumbuka, kila mtu kuna wakati wake wa kubarikiwa na kufanikiwa. Kuna wakati wako wa kuinuliwa na wakati wako wa kuponya. Kuna wakati wako wa kuongezeka na kuzidishwa. Kuna wakati wako wa kuona kuolewa. Kuna wakati wako wa kusii na ukafanikiwa unachotaka, wa kuomba na ukapata unachotaka. Kuna majira yako wewe Mungu ambaye anakusudia ufike. Sasa ukiwa mtu wa kutakabari kwamba mbona nimefanya hiki, nimetoa, kuna mwingine wakuta anatoa zaka, akiona mambo hayaeleweki ndo anasema mbona anatoa zaka, anaacha, anaenda kanisani, akiona vita, kwa sababu kuna kisasi cha mzimu au kisasi cha majini au kisasi cha Arkaba au kisasi cha Abrakas, kisasi cha Sabas. Hawa akiona vile visasi, manake hao ni majini, huwa yana tabia kumtazamisha mtu kwamba hakuna msaada wote kwa huyo Mungu anaye mheshimu. Kwa kisha unaenda unafanya sana kazi ya Mungu, unafanya sana mambo ya Mungu, lakini matokeo hamna. Lakini mwisho wa siku uko vile vile, ndo yana umefanya kazi ya Mungu, mwisho magonjwa makubwa yamekupata. Baada ya mema, kama wale wa Malaki anasema tulitazamia mema, kumbe akaja mabaya. Sasa je, unapokuja katika wakati huo unafanyaje? Unatakabali, na Biblia inasema moyo wenye kutakabali hupelekea uangamivu, maanguko. Biblia inasema unawaza nini juu ya Bwana? Unawaza nini? Unawaza maadui, maneno yao, majibu ya madaktari, majibu ya shuleni? Unawaza nini? Habari unawaza madeni, vikoba, kudaiwa, unawaza nini? Bwana Mungu yuko pamoja na wewe na atakushindia kwa jina la Yesu. Waza mawazo yaliyo mema, waza makusudi ya Mungu na mapenzi ya Mungu kwako siku zote. Muone Mungu ni mwema, lakini tunda la mawazo pia liko katika mti wa uzima. Mawazo yako wewe yampendeze Mungu. Mwazie jirani yako mazuri, mwazie Mungu mazuri, mwazie mchungaji wako vizuri, waanzie watu wengine mazuri. Usipende kuwa mtu wala kwa watu wengine.
humu YouTube wapi wapi, sema unakuta mara huyu kamponda huyu kamponda huyu, yani ni vurugu. Alafu watu hao wanasema waenda mbinguni, anawaza leo sijui nikamlipue nani, sijui leo nikafanya nini, sijui nini, anatafuta kiki, mwingine anatafuta sijui kaonekane, mwingine anatafuta sijui aonekane yeye ndo mtakatifu kuliko wengine, au yeye ndo anafanya vizuri zaidi kuliko wengine. Hayo ni mawazo potofu na yako mapepo ambayo yanasimamia hivyo vitu. Sasa leo nataka nizungumze nayo habari za neno la Mungu tu. Kwa hiyo mawazo yako, unawaza nini? Unamwazia mwenzio kitu gani? Unamwazia mwenza wako kitu gani? Mwanafunzi mwenzio unamwazia nini? Mungu angepasua moyo kila binadamu mioyo ingekuwa inaonekana mawazo, basi watu wangetafutana kimbiana sana, kwa sababu mawazo. Mkuta mtu mwingine anawaza pombe, uzinzi, uasherati, uchafu, anawaza mambo ya ovyo, anamsahau Mungu aliyemuumba badala ya kuwaza mema. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo nafika sehemu, ndio maana watu kama hao wanakuja, wengine wanasema mwisho wa dunia sijui nini na nini, uzeni vyote tulivyo navyo. Mungu ameshasema hata galikisha tena dunia kwa maji, na ameweka upinde mpaka leo kama ukumbusho. Watu hao wanawaza nini? Sababu hawamwazi Mungu, wanawaza tu kwamba wao wanaweza kujiokoa kwa nafsi zao au kwa vitisho. Hapana, mbinguni naenda kwa neema na kukuwaza mema juu ya Bwana, kuwaza kusudi la Mungu, mapenzi yake yatimizwe, mpaka siku ya nyakuwa kukute unawaza mema juu yake. Na zidi ya jirani yako unamwazia nini? Rafiki yako unamwazia nini? Mtoto wako unamwazia nini? Ndugu yako unamwazia nini? Mke wako unamwazia nini? Mume wako unamwazia nini? Hivyo unavyoviwaza, basi hakikisha unamwazia mema. Biblia inasema, maana najua mawazo ninayowazia ni mawazo yaliyo mema, kuwapa tumaini katika siku za mwisho. Mawazo anayotuwazia Mungu ni mawazo yaliyo mema, kutupa tumaini katika siku za mwisho. Yaani mawazo yake siku zote ni kutuinua pale tunapoona tumeshindwa. Anatuwazia mema, tuwalize mwisho mzuri. Lakini tunda la Roho ni tunda la mwisho, tunda la 12 naitwa tunda la Roho. Na hii utasoma kitabu cha Galatia 5:22. Tunda la Roho ni moja ya matunda 12 ya mti wa uzima, ikiwepo tunda la Roho. Hiyo utasoma kitabu cha Galatia ile sura ya 5 mstari 22. Lakini pia tutaweza kuangalia na kile kitabu cha Mathayo 11:12, ila tusome Galatia 5:22. Biblia inasema neno la Mungu linasema, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Tunda la Roho ni hayo yaliyotajwa hapo. Pendo, tumeona pia upendo ni tunda kubwa tu la mti wa uzima. Tumeona furaha pia na tunda kubwa, amani, uvumilivu, utu wema, matendo mema hapo tunasema, fadhili, uaminifu, fadhili watu, saidia watu, uwe mwaminifu. Uaminifu mbele za Mungu, mbele za watu, uaminifu kwenye kazi za watu, biashara za watu, kwenye mapatano, kwenye makubaliano, kwenye kila jambo uwe mwaminifu. Katika kila kusudi uwe mwaminifu. Unakuwa mwaminifu ni nini? Maana leo hii nakuta ni wakati mwingine hata mlokole nakuta haaminiki. Uaminifu ni mdogo kwa mtu aliyeokoka. Kwa sababu gani? Hofu ya Mungu haipo ndani. Kama hofu ya Mungu haipo, maana uaminifu pia unatoweka mbele za Mungu. Kuna sehemu akaambia kitabu cha Ufunuo, uwe mwaminifu mpaka kufa. Mpaka kufa, uwe mwaminifu mpaka kufa. Tunza uaminifu wako mbele za Mungu. Upole. Yesu anasema, njooni kwangu ninyi wote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mjivike nira langu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Upole utoke ndani yako na unyenyekevu wa moyo ndani kwako. Usijae, usiwe mtu wa hasira, paniki. Hawaingii mbinguni watu wa hasira na paniki na ghadhabu na kila machukizo ya aina hiyo, ila mbinguni wanaingia watu wapole, wastaarabu, watu wanyenyekevu, waliojishusha. Biblia inasema mtu atakayejiziri Bwana atamkweza, bali ajikwezae
atashushwa, kijikweza utashushwa, kijishusha utakwezwa. Na kiasi, katika kila jambo kuwa na kiasi. Ongea kwa kiasi, imba. Kuna watu huwa mnajikweza, unakuta unajisifu kupita kiasi, unajiona ni bora kupita kiasi. Kuna mambo, kula kwa kiasi. Biblia inasema tena atawakuta Yesu atakaporudi, wengine atawakuta wakiwa katika ulaji, unakula kwa ulafi, au unaimba, unafanya vitu kwa ulafi, kwa uroho, vitu kwa uroho na uchoyo. Uwe na kiasi. Biblia inapozungumza kiasi, hata kuomba katika kila jambo, wengi wameharibikiwa kwa sababu ya kutokuwa na kiasi. Kiasi ni muhimu sana. Hili ni tunda la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, ukisoma na hiyo Mathayo 11:12 na Matendo ya Mitume 1, utaona hapo maandiko yanavyozungumza kuhusu ndio tunda la Roho. Manake Roho Mtakatifu pia yeye anakaa ndani ya mtu ambaye ameamua kwenda mbinguni na ameamua kumtafuta Mungu kwa bidii na kwa moyo mtulivu. Biblia inasema Mathayo 11:12 inasema hivi: tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Na Matendo ya Mitume 1:8 nasema, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajia juu yenu Roho Mtakatifu. Mtapokea nguvu. Roho Mtakatifu tunda lake ni wewe utaona mabadiliko kwenye uvumilivu, utastahimili, utashinda. Vumilia, utashinda. Na anasema tangu siku za ambako sasa ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu. Nguvu za nini? Za mwili, sio nguvu za ugali, sio nguvu za kuongea, ni nguvu za Roho Mtakatifu, ambazo hizo zenyewe zikiingia ndani yako, zikikaa, zinaboresha maisha yako, zinaleta matokeo. Tunaona kwa habari ya wale waliopokea nguvu, Petro aliyopokea Roho Mtakatifu na Petro aliyokuwa kabla ya kumpokea Roho Mtakatifu, vitu viwili tofauti. Roho Mtakatifu anabadilisha. Roho Mtakatifu ni nguvu ya kukuwezesha kushinda kila aina majaribu na kila aina vita, na akiingia hii nguvu ikikaa ndani yako, hakuna ukanga wala uchawi wala ushirikina wala matepo wala magonjwa wala vifungo wala kukataliwa wala mateso yatakayoweza kustahimili hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Maana yeye ni moto lao, maana yeye ni nguvu ya ajabu, yeye ana uwezo. Biblia inasema bali waoga na wasioamini, sehemu yao katika ziwa liwakalo moto wa kiberiti. Uoga wowote ule haustahili mbele za Mungu. Yeye anakupa nguvu ya kushinda. Unaogopa wachawi? Unaogopa vinyamkele? Unaogopa vitakataka? Kuna vitu vingine na mapepo anajua kabisa. Wewe ukisema kwa jina la Yesu na wafunga, yanafungika. Ninapiga, yanapigika. Ninachoma, mengine yanachomeka. Ukisema na kataa, haya yanakuachia. Ila kwa sababu ya uoga na wasiwasi unakosa nguvu ya kukemea. Waoga na sio mimi hawaendi mbinguni. Na inachotakiwa nguvu ya Roho Mtakatifu inakupa ujasiri, na ukiipokea nguvu inaunguza kile chembe za bakteria, magonjwa, chembe za dhambi, uovu. Biblia inasema bali huko nje wako mbwa na wazinzi na wachawi na wezi na waongo na wachukizao na wachafu wote. Hiyo Roho Mtakatifu akiingia ndani yako anaharibu hivyo vyote, anang'oa kila mapando na matakataka yote ndani yako, anakuboresha na kuwa mtu mpya. Kwa hiyo moja tunda Roho Mtakatifu, tunda la mtu wa uzima ni kuwa na Roho Mtakatifu na matunda ya Roho Mtakatifu. Kuwa na Roho Mtakatifu, haya ni moja matunda 12 ya mtu wa uzima. Matunda hayo yapo katika ulimwengu wa roho, na hayo na kujulisha ili kwamba mtu awaye yote huwezi kuingia mbinguni bila kuwa na matunda hayo ya mti wa uzima, maana ndio uzima wenyewe. Maana anaingia huko ni mtu mwenye hizo sifa. Ana Roho Mtakatifu, ana tunda la mawazo ya moyo yake ni mazuri, Mungu anaangalia. Maombi na sala, ana tunda la utakatifu wa kweli, ana tunda la imani, tunda la upendo, tunda la matendo mema, ana tunda la furaha, na tunda la toba, tunda la nuru, tunda la haki, na ana tunda zuri la kinywa cha mdomo. Mungu awabariki sana. Naendelea na masomo mbalimbali mahali hapa. Mungu awabariki. Shalom, shalom.
Tutaendelea kuonana wakati mwingine hapo hapo. Amen.